cha Luka 8 kwa kuwezeshwa na Kristo Bwana, na tutabarikiwa pamoja na wewe katika jina la Kristo Yesu. Kuna mambo tungependa ama tunapokelezwa pale, na kuna uwezo tunapokelezwa mchana wa leo. Nikiwa damu ya Kristo imeficha, damu ya Kristo ndio wokovu wangu, damu ya Kristo ndio ushindi wangu, damu ya Kristo ndio utakazo, ndio furaha yangu ya milele, damu ya Kristo ndio baraka yangu. Na kwa hivyo namshuhudia Kristo kwa mchana wa leo. Ndipo sasa nina upendo wa kushikana nawe pamoja kwa mchana wa leo. Ni kwa tunaona vile ambavyo, tunakumbuka vile ambavyo Ezekiel alipoambiwa ya kwamba akale neno likaja ndani yake, ya kwamba neno likija ndani ya moyo, mengine haitapata mahali ya kukaa. Kuna maongeo mwanadamu hawezi akaongea, kuna hasira haiwezi kakapata mahali ya kukaa, kwa sababu mwanadamu amejaa neno ndani yake, amejaa wema wa kiroho ndani yake, amejaa uzuri ndani yake, amejaa upendo. Kwa hivyo kuna mambo haiwezi kapata mahali ya kukaa. Ni kwa sababu mwanadamu kama amejaa, amekubali akajae wema wa Kristo ndani yake, amekubali neno likajae ndani yake, kuna maneno mengi unasikia yamejaa ndani ya watu, unakuta yamejaa ndani ya watu. Kuna behave nyingi ambazo si faida kwa mwanadamu, na zingine ni faida kwa mwanadamu mwenyewe, lakini si faida kwa wengine, zimejaa ndani ya wanadamu. Unaona hata wanadamu kuna wengine wamejaa ndani yao, wamejaa kumwaga damu, wamejaa kufanya dhambi, hawashibi. Na tunastahili kujua ya kwamba kama vile neno linasema ya kwamba una watu tumbo zao hazishibi dhambi. Ni kweli, unaweza kuangalia ukaona ya kwamba ni kweli. Haya ni mambo ambayo yameonekana wazi. Kuna mambo tulikuwa tunayasikia yakihubiriwa, lakini sasa tunayaona kwa macho. Kuna mambo tulikuwa tunayasikia, hata mengine hatuyaamini. Kuna mambo tulikuwa tunaambiwa yatafanyika. Kuna maisha tulikuwa tunahubiriwa yatakuweko, lakini sasa tunaona kwa macho yetu. Kwa hivyo tunapoona kwamba tumeruhusiwa kuona kwa imefika ya kwamba imefika wakati tumeona kwa macho yetu, mengine tunayasikia, tunarudi tunayaona. Wapendwa, ni kujua ya kwamba ni kweli, ni kutayarisha mioyo yetu kwa sababu ya kurudi kwa mwana wa Mungu. Na kwa hiyo mchana wa leo singependa tukakae watu ambao hawajari kurudi kwa mwana wa Mungu. Maana atakaye jizuilia kujari ni yule ambaye hajaona unabii ukitimia, hajauelewa ya kwamba amechukua tu ni kitu ya kawaida. Maana akiona katika nchi fulani imefanyika na nchi nyingine imefanyika, naona tu si hata nchi fulani ilifanyika, na bado wakaendelea. Hiyo ni kitu ambacho kinafanya moyo usiamini kurudi kwa mwana wa Mungu. Hiyo ni jambo nafanya mtu akiona kwa jirani kunafanyika hivi, na akiona mahali katika mji fulani imefanyika hivi, lakini ule mji haukufanyika hivi. Mfano kama jana mchana Nakuru kulinyesha mvua kubwa, lakini sasa mji unapoenda mji mwingine unakuta kwamba ni jua linawaka, na pale mvua imeshimamisha kila kitu. Lakini mji mwingine jua linawaka, watu wanaendelea na kazi, hata hawakumbuki mambo ya mvua. Hivyo nakuta ya kwamba basi ni mambo mengi ambao masikio yetu yamesikia, na ni mambo mengi macho yetu yameona. Kuna mengine ya kusangaza, kuna mengine ya kuogofya, kuna mengine ina hofu, kuna mengine ina machozi, kuna mengine ina furaha, kuna mengine ya kutesa moyo, kuna mengine ya kuweka jeraha, kuna mengine inakuasa watu, na kuna mengine ni mazuri. Kwa hivyo ni vizuri tukaweze kujielewa hata ndani ya mazuri
kuna yenye inatimiza unabii, na kuna mengine hata ni mabaya na bado inatoweza kwa inatimiza unabii. Kwa hivyo neno niko nayo mchana wa leo ni katika Luka 8:11. Luka 8:11 inasema ya kwamba basi maana ya mfano huu ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Mbegu ni neno la Mungu. Zile zilizoanguka njiani zinaonekana zinaosha. Watu wale wanaosikia lile neno, halafu Ibilisi akaja na kuliondoa mioyoni mwao, wasije wakaamini wakaokoka. Napenda tukaweze kutafakari kuhusu hilo neno, ya kwamba neno ni mbegu, na mbegu tukaweze kutafakari hapo tu. Mbegu ni nini? Na seed ni ya kupandwa. Maana neno tu, jina tu mbegu, tunajua ni kitu ya kupandwa, na ni kitu ambacho hata ikiwa ndani ya nyumba na ikiwa inatayarishwa kupandwa, yaleta matarajiwa. Hata kama haijapandwa ndani ya mwanadamu, ndani ya mwenye mbegu kuna matarajiwa ya kwamba nitaenda kupanda na nitakuja kuvuna. Na tunaona neno la Mungu mchana wa leo ya kwamba linatusaidia. Tunaambiwa kwamba Yesu Kristo akapeana mfano huu na akafafanua mfano wa mbegu. Alipeana na akarudi akafafanua, na alipokuwa akifafanua, kama vile unapata mchana wa leo, na ikupendeze kujua na ikufurahishe kujua, na unapojua ile kujua ikurekebishe. Na tunapofahamu jambo fulani hatukuwa tunafahamu, wapendwa, inafaa tuonekane watu ambao wanabadilika. Tunapoelewa jambo fulani, maana hii ni siri ambazo tumekubaliwa kuzijua. Ni mambo mengi yaliyo ndani ya siri. Wengi unajua, wengine hawajui, lakini wewe ulichaguliwa kujua siri zingine. Na wewe na mimi tulichaguliwa ili tukaweze kufahamu siri zingine zimefichika, tukaziweke ndani mwetu. Tutafaidikaje ndani ya hizo siri ambazo tunazijua? Maana mtu akijua siri, na ile siri anaiamini ya kwamba hii siri nimeijua, kuna baraka yangu, ama kuna msaada wangu, basi huyo mtu hawezi kaa hivyo tu ati kwa sababu alijua siri fulani sasa anakaa hivyo tu. Ni kwa maana unaweza kujua, ama unaweza kuwa kwamba haujui popote penye utaweka biashara yako, na unataka kuweka biashara, lakini upate ya kwamba kuna mahali ambapo, ama kuna mtu amekuja akakwambia kwamba kuna mahali nimepata nyumba. Kitu mwanadamu atafanya ni kuchukua hatua na kuenda kuangalia kwanza, ashuhudie. Na hiyo tunaona ya kwamba sasa tunarudi katika kuelewa ama ufahamu siri yeyote. Naona huyu mtu alikuwa anatafuta nyumba, pengine ni ya biashara, pengine ni shamba alikuwa anatafuta anunue, na amejua ama amesikia. Sasa alikuwa mtu mwenye hajui atafanya nini, lakini ana imani ya kwamba kwa sababu niko na uwezo wa kununua, shamba litapatikana tu. Unaona, ako na seed, na akiwa na seed ako na matumaini.
Na mtu ambaye ako na shamba pia huwa na matumaini ya kwamba atakuja kujenga. Na kwa hivyo nayo tunaona kwamba mbegu, mtu aliye na mbegu ana matumaini. Na mbegu ni neno. Mbegu ni neno la Mungu. Na pale tukaona ya kwamba mbegu, tukaona ya kwamba mbegu iliyopandwa, zile zilianguka njiani, zinaonyesha watu wale wanaosikia lile neno, halafu ibilisi akaja na kuliondoa mioyoni mwao, wasije wakaamini wakaokoka. Unaona, kuna mbegu ya kwamba ikiingia ndani ya mwanadamu ni neno. Neno ni mbegu. Likiingia ndani ya mwanadamu, basi mwanadamu kuna mabadiliko yataonekana ndani yake. Mtu mwenye hajazuilia neno likaingie ndani yake, tumetangulia kuona neno ambalo linahubiriwa kwa mwanadamu limekuwa ni msaada. Na imekuwa ni msaada ya kwamba limeingia ndani ya moyo wake. Na vile limeingia ndani ya moyo wa mwanadamu, ameliamini, basi hiyo neno kuna kitu litafanya. Na tunaona ya kwamba zizo mbegu zilioanguka njiani zinaonyesha watu waliosikia lile neno, halafu ibilisi akaja akatoa lile neno. Tazama mpendwa, mtu amepandwa mbegu nzuri ndani yake. Nataka tuone hivyo. Mbegu, neno la Mungu hufungua mtu macho. Neno lina uwezo wa kuponya mtu. Neno lina utajiri wa mtu. Neno lina ufalme wa mbinguni. Neno lina kila kitu. Na neno sasa, aliye na uwezo wa kusaidia mwanadamu amewachiliwa au ametumwa. Na ametumwa akaingie kwa maisha ya mwanadamu anayeamini neno. Na vile ameingia ndani ya maisha yake, maana ana kazi amepewa kafanya ndani ya mwanadamu. Sasa huyu neno, basi inaonekana ya kwamba neno hili ni ambalo lilianguka njiani. Ni watu ambao hawakupokea neno akaweze kuwafanyia kazi. Sasa hii mbegu, maana ilitumwa ikafanye kazi ndani ya mtu. Kuna mtu amelia, kuna mtu ameitana, kuna mtu ameomba, kuna mtu anahitaji msaada. Anahitaji msaada wa mbinguni. Kuna mtu anahitaji wokovu. Tazama, neno ametumwa akaweze kutuokoa. Ameshuka, ametumwa ndani yetu akaweze kutuokoa. Ni neno la ukweli. Ametumwa ndani yetu akaweze kutuokoa. Lakini tazama, huyu neno hata kama ana uwezo wa kuokoa, basi kuna mtu ametumwa kwa ajili yake ili akamuokoe, lakini yule mtu akazuilia neno amuokoe. Tunaona ya kwamba ibilisi kaja kachukua lile neno. Sasa mwanadamu hana wokovu tena, hana kitu cha kuokoa yeye, hana kitu cha kuokoa maisha yake, hana kitu cha kuokoa mambo yake, maana aliruhusu ibilisi kachukue ule neno. Ni kwa nini ibilisi alichukua neno ndani ya mtu? Ni kwa ajili naye mtu hakuwa wa haraka sana kuchukua yule neno na kumweka ndani na kumfungia huko ndani na kumwamini katika udani ya kwamba huyu ni msaada wangu. Na tunaona ya kwamba hata mtoto aliye ndani ya tumbo, mtoto akiwa ndani ya tumbo hufikisha miezi yake na siku yake ndiye aweze kuzaliwa vizuri. Anazaliwa wakati wake, hata kama hali pale, hata kama mama kuna mambo anapitia, hata kama kuna shida fulani, hata kama ni magonjwa,
hata kama ni nini anapitia, yule mtoto atakaa ndani ya tumbo hadi siku yake ya kuzaliwa ifike. Naye tunaona ya kwamba naye sasa neno anastahili kukaa ndani yetu hivyo, ya kwamba yule mtoto hawezi akatoka. Hawezi akatoka maana ako sawa kwa tumbo. Na unapoenda hospitali mtoto apimwe ako sawa, basi unaambiwa mtoto ako sawa. Kwa hivyo ni kuambia, unaambiwa kwamba pambana na mambo mengine uishide, bora sisi tumeona mtoto ako sawa. Lile neno likiwa ndani ya mwanadamu na kiliruhusu likae ndani yake, basi kuna matokeo ya yule neno ako ndani ya mtu. Kuna matokeo ya yule neno ako ndani ya mtu. Kuna matunda ya yule ya neno ako ndani ya mtu. Kuna baraka za yule neno akiwa ako ndani ya mtu. Kuna uponyaji katika lile neno, maana neno kuna mtu ako ndani yake. Na sasa tunaona kwamba ambaye anayehubiriwa neno na anahubiriwa neno la ukweli ana matarajiwa au anastahili kuingia kwa matarajiwa. Huyo ni mtu ambaye ana matumaini. Huyo ni mtu ambaye ana matumaini. Mtu ambaye pale nyumbani anajisomea neno na anaamini lile neno na anakubali liingie ndani yake. Huyo ni mtu ambaye ana matumaini, maana ile mbegu tayari imeingia ndani yake. Na kwa maana amekubali likae ndani yake, ibilisi hawezi akalitoa, maana umeliamini, umelifungia huko ndani, umelipatia kazi neno, maana limekuja limeingia ndani ya mtu likiwa na kazi. Naye mimi ambaye ninayepatiwa neno, nitapatia neno kazi yake lifanye ili ambayo nimeshindwa. Na ndiposa tunaona ya kwamba sasa hiyo ni mbegu imeingia ndani ya mtu. Na vile imeingia ndani ya mtu, kuna mambo itafanya ndani ya maisha yake, kuna kazi itafanya ndani yake. Unakuta ya kwamba kwa sababu ya kuamini neno, kuna vitu zitaanza kubadilika pole pole tu. Na huyu neno ambaye ni mbegu, tuko ndani ya mbegu. Mbegu imeingia ndani ya mtu, lazima kuna kuvuna, atavuna hiyo mbegu. Kuna mavuno yake, maana Yesu Kristo aliita mbegu. Kwa hivyo nina neno hapa mchana wa leo ya kwamba neno, unapohubiriwa neno, kubali neno la ukweli, kuachilia maisha yako na kuachilia jambo lile ambalo unaona siwezi, na kuachilia mambo yale, zile kazi ambazo unaona hizi sitaweza, ili ile mbegu inapoingia ndani ya ile kazi ambayo umeshindwa, yule neno ana kazi yake, na pia yule neno, ile mbegu tutavuna. Maana mahali popote panapopandwa mbegu ni lazima kuna mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuna mavuno ndani ya ile mbegu, ni kwa maana imepandwa na imepandika, naye mwenye kupandiwa amekubali ile mbegu na amekubali ikakae ndani mahali ambapo inaweza kutoa mavuno. Kila wakati na kila saa tuhubiriwe, wapendwa, na kila wakati na kila saa tunasoma Biblia, na ile neno nasoma pale, sababu hatuvuni ni kwa maana ni kusoma tu tumesoma, ni kusikia tu tumesikia, tumehubiriwa vizuri na tumehisi baraka na tumehisi uponyaji na tumehisi mazuri, lakini ile mbegu hatukuiruhusu ikaingie ndani mwetu. Ndio unaona wakati ambapo haingii ndani ya mwanadamu, sasa ibilisi anachukua ile mbegu, na wakati amechukua ile mbegu, sasa mwanadamu anakaa kuteseka, maana imechukuliwa. Ile mbegu ingekupatia mazao, ile mbegu ingekuwa ndani ya watoto. Unaona mtoto hakuwa wakutii, sasa amebadilika. Hakuwa mtu wa kwenda kanisa, sasa amependa. Unaona kwamba imeingia ndani ya ndugu ama dada, ile mbegu
imeanza kumubadilisha mwenyewe, imeanza kumjenga mwenyewe, maana ameanza kula mavuno ndani yake. Lazima maisha yake itaanza. Je, tumepatia huyo neno kazi yake afanye? Tumepokea huyo neno kwa furaha? Tumempatia maisha yetu ifashughulikie? Kuna mambo yetu huyo neno ameanguka ndani yake ndio ifanyie kazi? Akapokea kwa furaha. Lakini kama zile mbegu, watu hao hawana mizizi, maana husadiki kwa kitambo tu, na wanapojaribiwa hukata tamaa. Angalia vile tumesuilia hizi mbegu zimepandwa ndani yetu tuzifune. Tunaona kuna watu walipokea neno kwa furaha, na walipopokea kwa furaha wakachagamuka, wakasherekea neno. Lakini wakati majaribu yalipoinuka, hii ni kitu iko ni kama ni kawaida. Hii ni kitu imezama ndani ya watu sana. Nataka tukaweze kujitafuta hapo sana. Wakati majaribu yameinuka, mtu akubuki ya kwamba kuna neno aliye ndani yangu. Mtu akubuki niko ndani ya matumaini. Mtu akubuki niko ndani ya matarajiwa ya kuvuna. Basi ile majaribu yamekuja, mpendo atazama hapo, inaweza kuzuilia ile mbegu usifune, mpaka utaishi kusema pona na vile ninaopaga, pona na vile ninafanyaga, pona na vile mimi ninakuaga. Ni kwa sababu mbegu iliyopandwa ndani ya huyu mtu na akaipokea. Kusema ukweli, inaonekana alipokea, na tena anaonekana alipokea kwa furaha sana. Lakini ile mbegu hakuivuna, kwa maana wakati majaribu ilipoinuka hakukumbuka yeye ni mbegu. Hakukumbuka ndani yake kuna mbegu, akaweze kunyenyekea kwa Kristo, asiondoke, asitawanyike, asikate tamaa. Anapojaribiwa asikate tamaa, maana wakati anapokata tamaa, ile mbegu haitafanya kazi ndani yake, ya kwamba hatavuna. Haleluya! Si tumeona mbegu sasa? Na mbegu zinafananishwa na zile ambazo sisi upanda, pengine ni degu, pengine ni mahindi, chochote kile. Na sasa tunaona nini ingine? Tunaona ya kwamba husadiki kwa kitabu tu, na wanapojaribiwa hukata tamaa. Sasa wanapokata tamaa, ile mbegu hawataivuna. Wakati wanapokata tamaa, lile tarajio walilokuwa nalo tayari wameondokea. Ile matumaini walikuwa wanayo tayari wameondokea. Hawa watu naona maisha yao itakuwa aje? Ama huyu mtu naona maisha yake itakuwa aje? Si unaona sasa, hii ni maisha ambayo sio ya kuvuna. Si maisha ya kuvuna. Na ili hali wanapandwa, mbegu zinapandwa kila wakati. Na ili hali alipandwa mbegu na akafurahia na akaipokea na akafurahia, kwa sababu ya kupenda ambaye anayempandia, na akapokea lile neno ambalo ni mbegu yake na furaha. Lakini majaribu karudi kaja, akasahau ya kwamba kuna kitu kilipandwa ndani yake anaweza kuvuna. Akasahau kuna kitu kilipandwa ndani yake ya kesho. Akasahau kuna kitu kilipandwa ndani yake aipatie muda. Hivyo ndivyo, hii ni kama kitu ya kawaida tu. Hii ni kitu ya kawaida kwa wanadamu. Tunapojaribiwa hakuna kukumbuka tena hii. Hata hatuiongei tena. Tunasema ho imeandikwa mahali fulani, lakini si kuandikwa imeandikwa. Hiyo ni mbegu ya mwanadamu, ili ikaweze kuingia ndani yake, na vile atakavyoikaribisha ndani yake, na vile ambavyo atakavyoipanda ndani yake, hivyo ndivyo atakavyoivuna.
Bwana Yesu asifiwe. Je, unapotafakari, unajitafakari begu neno la Mungu linapopandwa ndani yako, huwa unavuna magunia gapi? Ya Jumapili unatarajia kuvuna nini? Na ya leo na ya jana unatarajia kuvuna nini? Na hata ya kesho unatarajia kuvuna nini ndani yake? Unaona matokeo gani ya maisha yako mwenyewe? Ni vizuri hata mtu kufurahia wakati ambapo naona neno limekubadilisha. Hiyo ndio ushuhuda mzuri. Ati nilikuwa hivi, lakini kupitia neno likaingia ndani yangu, likanibadilisha nikawa hivi, likanitengenezea maisha nikawa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwachilie hizi begu ya kwamba ni kama mazungumzo ipite tu. Usikue ukisoma Biblia tunasoma tu ni kama kitu ya kupita tu. Hapana wapendwa, Kristo anatuhimiza ni begu. Nami niko hapa kusema tutafsiri kuhusu begu ya kwamba sikiingia ndani yetu, sikiingia ndani ya watoto wetu, tutavuna nini? Zikiingia kwa mashamba yetu, tunavuna nini? Hizi begu zikiwa ndani ya biashara zetu, tutavuna nini? Zilizo anguka kwenye miti ya miva ni watu wale wanaosikia lile neno, lakini muda si muda wanapokwenda zao husongwa na wasiwasi, mali na anasa za maisha, nao hawazai matunda yakakomaa. Na zile zilizoanguka, tunatazama mahali pale zilizoanguka, tunaona mbegu ingine bado ni neno, zilianguka kwenye miti ya miba. Ni wale watu waliosikia lile neno, lakini muda si muda wanapokwenda zao alafu wasongwe. Neno amepandwa neno, amepatiwa kile kitakachomsaidia, amewekwa msaada ndani yake, amependwa sana. Kabla la lile jambo litokee liko mbele yake, tayari kuna neno liko ndani ya mwanadamu. Na kwa sababu Kristo alimpenda na akatangulia kumweka ushindi ndani yake, na akampatia matokeo ndani yake, na akampanda mbegu nzuri ndani yake, basi tunaona ya kwamba alipoondoka mahali penye alikuwa napandwa, alipoondoka na akaenda mambo yake, akasongwa na kitu fulani, unaona kwamba matokeo yake ni nini? Lile jaribiwa lilipoinuka, lilijipanda ndani ya mtu, sasa ikawa sasa ni miva, inamea ndani yake. Na tunaelewa miva hufanya mtu akakaa katika kulia, maana ina uchungu, kuchoma. Unaona sasa begu aliyokuwa ameipokea sasa haikufanya kazi ndani yake. Lakini wakati alikutwa na wasiwasi, ile wasiwasi ikajipanda ndani yake. Ilitoa nini? Ile begu ilianguka katika miva. Sasa huyo mtu hakuvuna. Ile begu nzuri ya mavuno ya ule mtu, ya maisha yake, ilipandwa ndani yake ndiye aweze kuivuna, lakini hakuivuna, maana ilichomwa na miva. Bwana Yesu atusaidie. Hebu angalia wakati mtu amekaa, amejama hasira, amefurika, alafu neno hatapata uwezo. Tayari neno hatapata uwezo ndani yake. Hebu angalia wakati mtu amejaa maofu ndani yake, na bado na neno linawekwa ndani yake, hawezi akavuna lile neno. Tazama, hiyo ni miva ya kuchoma lile neno. Na huyo mtu ndio wa kulalamika sana. Kwa nini? Lakini kumbe ndani yake kuna miva.
anapopandwa mbegu, ile miva inachoma ile mbegu, haiwezi ikakuwa ndio aweze kuvuna. Hata kwa shamba unafanya kazi msitu, unaenda unapanda, lakini kama hautapalilia, kama hautakuwa mwangalifu wa ile mbegu umepanda, ile kazi umefanya mzito kwa shamba, hauwezi ukavuna kulingana na vile unataka. Hauwezi ukavuna kile kitakusaidia. Utavuna kile ambacho hakitaenda muda mrefu. Utarudi tu mahali pale tena kulia. Watu watasikia mtu mwenye analia lakini ako na shamba, lakini kumbe ni mvivu wa kutoa kwekwe. Tusipende kulia sana, tupende kutoa makwekwe. Bwana Yesu atusaidie. Na tunaona kwamba na pia katika ule wasiwasi ulileta nini? Tumeona wale walio wanaosikia lile neno, lakini muda si muda wanapokwenda zao husongwa na wasiwasi. Angalia wasiwasi ukizuilia neno likue ndani ya mtu. Angalia wasiwasi ukizuilia mbegu nzuri ikamee. Angalia wasiwasi ukizuilia mtu afikie katika hatima yake. Mali na anasa za maisha, anasa za maisha zinaoletwa na mali. Tutazame tukaone ya kwamba penye mtu anaweza kuwa sasa kile kiko ndani yake kinatoa behave. Sasa amejikuta ya kwamba ameingia kwa anasa. Ni ile mbegu iko ndani yake. Ni zile mbegu baya zimejipanda ndani ya mtu. Ni zile mbegu baya zimejipanda ndani ya watoto. Ndio unakuta mtoto amefika kiwango fulani, kuna mambo ameanza kuyatamani, kuna behave amekuwa ndani yake, kuna tabia ambazo si nzuri. Ni kwa sababu kuna mbegu mbaya ziliingia ndani, zilipandwa ndani ya ule mtu. Alikuwa amepandwa mbegu nzuri, lakini sasa amepandwa mbegu zingine zimeanza kumbadilisha pole pole. Alikuwa si wa kuongea vibaya, si wa kujibu vibaya, alikuwa si mkaidi, alikuwa si mkatili, lakini pandwa mbegu hizi baya. Ameingia kwa tamaa baya, ameingia kwa uovu, ameingia kwa nini? Kwa sababu kuna mbegu baya zimepandwa ndani yake. Sasa tukaweze kujiuliza kama hii neno ama neno la Mungu tutalizuiaje likaweze kufanya kazi ndani mwetu? Tutalikubaliaje likaweze kufanya kazi ndani mwetu? Tutalikubaliaje? Tutalipenda namna gani? Tutaliamini kiwango gani? Tutalionea kiwango gani ya sisi kuvuna ndani yake, ya sisi kufaidika ndani yake? Na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri ndio watu wale wanaolisikia lile neno wakalizingatia kwa moyo mwema na wa utii. Hao huvumilia mpaka wakazaa matunda. Unaona vile sasa tumejibiwa ya kwamba zile zilizoanguka kwenye udongo, mtu amekubali chochote isiharibu mbegu yake. Mbegu nzuri ikaanguka kwa moyo ambao uko tayari. Mbegu ikaanguka kwa mtu mwenye na matarajiwa. Mbegu ambao ni neno ikapandwa kwa mtu ambaye ana matumaini, kwa mtu ambaye anajali kuvuna. Na sasa tumeona sasa matokeo ya hiyo shamba ambalo ni nzuri, na shamba lina rotuba, na shamba ambalo haijaruhusu miva ndani yake imee. Sasa huyu mtu tumeambiwaje? Uvumilia mpaka wakazaa matunda. Amevumilia ya kwamba miva isichome mbegu yake kabla hajavuna. Anajali hajavuna,
anajiwaza kuvuna, sasa atajali kwekwe na atajali miva isichome hiyo mbegu, ili asiwe anafanya kazi ya bure, asione anafanya kazi ya bure. Na ameambiwa kwamba katika ile kuvumilia na kutii atapata vuna ndani, matavuna matunda. Hii matunda imetoka wapi? Hii matunda imetoka wapi wapendwa? Matunda imetoka kwa kuzingatia, kwa moyo mwema na utii na uvumilivu, hadi wakazaa yale matunda. Unaona ya kwamba kuna mambo tutajaribu vyovyote yasiingie katika kuzuilia zile mbegu tumepandwa, na zile mbegu tumepandwa ndani yetu, ili tukaweze kuvuna matunda ndani yake. Sasa sisi tumeona kuna matunda ndani ya kile umepandwa. Mtu akipandwa kitu kibaya, matunda yake inakuwaga ni hiyo. Mtu akipandwa kitu kizuri, matunda yake inakuwaga ni hivyo. Wakati umepandwa mbegu, mwanadamu amepandwa mbegu ya hasira. Hebu kumbuka siku fulani, pengine ni asubuhi, pengine ni jana, pengine ni juzi, pengine ni siku fulani, kuna mtu alikupanda hasira. Mkasikia vile tu anaongea, ndivyo hasira inaenda ikiongezeka ndani yako. Maana ni mbegu alikuwa anapanda. Bwana Yesu atusaidie. Lakini sisi si wa kupandwa hiyo. Hiyo tunasaidi tunaitupa, maana si mbegu nzuri. Tunasaidi tunaitupa mbali, maana si mbegu iliyo na mavuno mazuri. Lakini tukaangalia ile mbegu tunaweza kuvuna mazuri ndani yake. Na tunapokubali ile mbegu tutavuna mazuri ndani yake, tutaikubalia ipandwe ndani yetu, na sisi tutavuna ndani yake. Na Yesu Kristo anasema ni neno, ni neno, ni neno. Sasa ametafsiri vizuri ya kwamba mbegu iliyoanguka mahali fulani, tunaona kwamba hawa watu wote ni wale husikiliza neno. Hawa watu wote ni wale ambao husongea kusikiliza neno. Wamenyamaza sana kusikiliza neno, wako makini sana kusikiliza neno. Kuna wengine wana furaha kwa sababu ya kuhubiriwa. Kuna wengine wanapenda, kuna wengine wanapokea kwa furaha sana. Kuna wengine wanapokea kwa imani sana. Kuna wengine wamependezwa na kile wamehubiriwa, mpaka wanatoa ushuhuda ya kwamba imewapendeza. Lakini ile mbegu hawakuiruhusu iingie ndani yao hadi ifanye kazi yake. Hawakuruhusu ile mbegu ikawapatie matunda. Sasa imetafsiri tena, inasema ni mwanadamu ambaye ni mbegu ya Mungu, lakini hakukubali kuwa matunda. Hakukubali mwenyewe ya kwamba yeye ndiye hiyo mbegu, ndio aweze kutoa matunda. Sijui ni jambo gani tumeruhusu ama umeruhusu ikachome ile mbegu ambayo ulipandwa, na ukasikia nina imani ya kujenga nyumba, nimehubiriwa nikasikia imani yangu imeinuliwa, nasikia hata gari nitanunua, nasikia hata watoto wangu sina uwezo, lakini watasoma mpaka wataenda na wataenda. Kwa maana neno la Mungu lilihubiriwa likainua imani yako juu. Neno la Mungu liliinuliwa na wewe likakuinua, na ukalipokea katika kule kuinuliwa. Neno la Mungu lileta matarajiwa, na tukaweza kupokea ile matarajiwa, na tukaanza kuona mambo fulani yakifanyika wakati tulipokuwa tunahubiriwa. Neno lililo na nabii lilihubiriwa, nikapokea ule unabii na nikaweka ndani yangu, na nikapokea katika raha ya moyo wangu. Lakini mpanzi wa mbegu anapanda mbegu nzuri. Kristo anatupanda mbegu nzuri.
Lakini tunapoondoka pale inakuwa aje? Ile mbegu naikulia mwaka mzima, kuna kitu mwaka mzima kuna kitu mevuna. Miezi 2-3, maana kwa mashamba yetu naona kuna yenye tunavuna na miezi 2, miezi 2.5, miezi 3. Je, kuna kitu wewe utajiita mkutano na ukajiulize, na kweli kwa sababu ninapandwa mbegu, na sasa mwezi umeisha, na mwezi wa 2 umeisha, sasa ni mwezi wa 3, na kuna watu wanavuna baada ya miezi 3, maana walipanda, na mimi nilipandwa, nitavuna nini na nimevuna nini? Kataa maisha yako kuwa vile tena. Kataa kuzuilia maisha yako, maana maisha yako inapandwa kile ambacho kitakusaidia kesho, kile ambacho kitakusaidia baada ya miezi 2. Lakini ni sisi wenyewe tutakao kubali ya kwamba hatutaruhusu chochote naweza kuzuilia hii mbegu ikanipatie matunda. Nitajaribu sana, hata kama ni hofu fulani imekuja. Ninapokumbuka kuna kitu nilipandwa na ninatarajia, sitakubali kuondoka ndani yake. Unaweza ondoka mpendwa, lakini kumbe majaribu yameinuka na imebakia mwezi mmoja tu uvune. Imebakia pengine ni miezi 3, pengine imebakia miezi 5, pengine imebakia mwaka mmoja tuvune. Angalia vile tunachelewesha. Angalia, si Mungu wetu anachelewesha, ni sisi wenyewe ndio tunachelewesha. Sasa jitafute, ni kitu gani umechelewesha? Kwa sababu ya mahubiri mazuri, mahubiri yaliyo na takatifu, mahubiri ambayo ni mazuri na yana nguvu, mahubiri haijachanganywa, lakini kumbe huyo ni mtu mwenye alikuwa ametumwa alete mbegu, apande mahali pazuri, ambapo hiyo shamba likipandwa naye mwenyewe ataendelea kuvuna, hata wengine watafaidika ndani yake. Ndiposa tunaingia kanisani, ambapo tunaingia kwa Biblia, tunachukua neno, anaingia ndani yetu, ili tuwe shamba ambalo lina rutuba, litakalotoa mavuno. Bwana Yesu atusaidie. Sasa umepata ujumbe wa leo. Ni nani ambaye hutoa neno ndani yako? Ni kitu gani kinazuilia hizi mbegu nyingi namna hii? Hizi mbegu zinapandwa na mpanzi, anafanya kazi yake nzuri, hataki huyu mtu aumie, hataki huyu mtu akaishi kulia, hataki huyu mtu kuona akiwa ndani ya shida, na amepandwa hizi mbegu nzuri namna hii, lakini hii shamba halina matunda, na ili hali limepandwa mbegu. Ligari linalia halina kitu, ligari linaonekana halina kitu, na ili hali lilipandwa, lakini likakubali miva, ikapandwa na ibilisi, ikachoma. Ingine mtu akaweka mawazo yake akaweka mawazo mabaya, ibilisi akapata kamwanya, akachukua ile mbegu, mwanadamu ile maisha ikarudi tena vile ilikuwa. Hii ni siri wapendwa, hii ni siri tunafunuliwa, ya kwamba Kristo mwana wa Mungu hata leo bado anafanya kazi. Mpanzi wa mbegu nzuri hata leo bado anapanda. Moyoni mwako hiyo shamba ni nzuri, limepandwa, litaishi kupandwa. Mbona uambie watu sana kuhusu shida yako, na ili hali wewe mwenyewe unapandwa mbegu hata inastahili kuhaibika? Unapandwa mbegu ambazo utavuna. Unapandwa mbegu mwaka na ingine, na unasema mwaka na ingine mimi hivi na hivi na hivi, ninajikutaka kiwango fulani, tena kiwango fulani niko hivi, season fulani iko hivi, season fulani hivi.
na mbegu mtu bado anapandwa. Kwa nini fike season fulani miva ichome ile mbegu, matunda na mavuno isionekane? Kuna kitu kinaendelea, kuna jambo ambalo haliendi vizuri. Mwanadamu anastahili kuwa mwangalifu. Kama vile huwezi kukubali kulima shamba yako na nguvu na uzito, na umetoa jasho yako, alafu upande, upalilie, tena uondoke, haujali hiyo shamba tena, alafu unasema haya watu wanaenda kuvuna, hata mimi na tulipanda na fulani siku moja. Hata unaenda kuwauliza, si tulipanda na nyinyi na mumeana kuvuna? Hata mimi naenda kujitayarisha kuvuna, kwa sababu hata kama sijaenda kuangalia shamba, tulipanda season moja na nyinyi ama siku moja na nyinyi. Lakini wale wengine, pengine huyu mtu alisigatia yake, alimakinika sana kuangalia mbegu yake, alijali sana hiyo mbegu, hadi hiyo mbegu ikafika mahali sasa anaenda kuvuna. Mtu alikuwa na mbegu nzuri, shamba lake lilikuwa linaonekana ni mpaka watu walikuwa nasema huyu mtu atavuna. Unaona sijui ni mbegu gani alipanda, lakini miva ikamea ndani yake, ikaanza kushughulikia zile mbegu. Mdudu akaingia, akaanza kushughulikia zile chakula. Sasa wakati nasema naenda kuvuna, hata hakujua mdudu akishambulia ndio huyo sasa ibilisi. Hata hakujua, anastukia tu twende tukavune. Sasa anarudi akilia, na ile kazi yote alifanya imeenda wapi? Analia ile kazi amefanya. Tumekuwa tukilia wapendwa, hiyo ndio kilio tumekuwa tukilia. Mungu wa mbinguni atusaidie ya kwamba tutoke ndani ya hiyo kilio sasa, tukajali hizi mbegu, maana tunataka kuvuna. Tukajali kile Kristo anatupanda ndani yetu, tukajali kile watumishi wa Mungu wanatupanda kizuri, wanatupanda neno la ukweli, mbegu ambao ni nzuri. Wanapotupanda tuijali ili tukaje kuvuna. Tazama, ukitoka hapa kuna simu utapigiwa, kuna majaribu naweza kujikuta, kuna jambo naweza kukua, pengine hata ni maisha yamekusoga, imekuwa na wasiwasi. Tazama sasa ile mbegu, kama utajitafuta kama ile mbegu sasa utaivuna. Na tumeona pale ikimalizikia kwamba vile ambavyo walikuwa waangalifu, ile mbegu walioipokea ikakuwa ndani yao, ikatoa matunda. Hawakufanana na hawa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kataa kufanana na mwingine katika kuamini neno, katika imani ya kuamini neno la Mungu, katika imani ya kujisomea wewe neno. Kataa imani ya rafiki yako, maana tunaona kwamba hawa walikuwa wana furaha sana, hawa walikuwa wanaamini neno, walikuwa wanasogea neno, walikuwa wanasikiliza neno, walikuwa wanapokea neno wote. Lakini tazama pale kumalizia, kuna wengine ndani yao tu, ndani yao kuna wengine neno lile wamekuwa wakihubiriwa liliwapatia matunda. Bwana Yesu alibariki neno lake. Sijui kama tumejihurumia ndani ya hiyo. Sijui kama tutamwambia Kristo uituhurumie, maana tumejihurumia sana. Kama tunaweza kuwa tunapandwa kile tunaweza kuvuna, lakini hatuna uangalifu ndani yetu, tumejihurumia. Na kama tumekuwa tukiwa waangalifu, tukafurahie na kumwambia Kristo, asante, tumeshukuru, umetusaidia, umetupanda mbegu nzuri, na umetusaidia tukawe waangalifu ili tukaweze kuvuna. Asante, maana sijaruhusu miva yeyote ikachome ile mbegu. Sijaruhusu watu ambao wana tamaa baya ndani yao
wakanipande magugu, nikazuilike kuvuna kile ambacho Kristo nataka nivune. Sijaona marafiki ambao ni wakupanda miva ikazuilie mimi nikavune matunda katika ile mbegu. Neno lolote ambalo ni la ukweli, neno lolote la Mwenyezi Mungu lina matunda ndani yake. Asante Mungu. Baba, tunakutukuza kwa mchana wa leo. Asante kwa neno lako, asante kwa kuturejesha, asante kwa kutuweka katika nuru, asante kwa kutukumbusha ile kazi ulioifanya na ile unaifanya hata siku ya leo. Umeishi kuifanya na unaishi kuifanya. Baba, ni asante kwa ajili ya huu mfano unaotufafanulia Baba yetu kwa kutupenda. Tunasema asante kwa kutupenda na upendo huu, tukaweze kuona kwa yale maswali tumekuwa tukiuliza. Asante kwa kutupa jibu, unaendelea kutupa jibu, nasi tutanyenyekea katika hiyo majibu. Asante kwa kubadilisha imani ya mtu. Asante kwa ajili ya yule ambaye aliamini neno, na neno ni mbegu nzuri, na mahali limeanguka kwa rotuba, lazima tutavuna matunda ndani yake. Katika hii kanisa kuna neno ambalo linahubiriwa kila wakati na kila dakika. Neno lile ambalo ni mbegu nzuri ya kusaidia mtu. Baba, naomba wale ambao wanapokea mbegu nzuri ikaweze kuwasaidia, ikaweze kukua na ikawapatie matunda mazuri. Bwana Yesu, tunaomba neno lako hapa likatupatie matunda mazuri. Neno lako katika taifa letu, maana watumishi wako unawatumia kupura mbegu. Baba, ninaomba wapasi wa mbegu nzuri katika taifa letu ikawe ni ya kutupatia matunda mazuri. Kila wakati na kila saa wewe Kristo ni mwaminifu. Asante Mtakatifu. Tunaponyenyekesha mioyo yetu kwako, hatutakuwa vile tena. Hatutakuwa, maisha yetu hayatakuwa vile tena. Unapenda kuona maisha yetu yakiwa ni maisha yanayokupendeza, ni maisha yana utukufu, ni maisha yana ushindi, ni maisha ambayo yana matunda ya kila aina ndani yake ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Unapenda kuona hata watoto wetu wakiwa ni matunda mbele zako. Asante mwana wa Mungu. Tumewaleta kwako Mtakatifu, kupitia neno hili wakabadilishwe, kupitia neno hili la kutuokoa likaingie ndani yetu, likaokoe familia zetu. Limeingia ndani yetu likaokoe taifa letu. Limeingia ndani yetu likaokoe kazi zetu. Limeingia ndani yetu likaokoe kanisa. Limeingia ndani yetu likavike kanisa lako utukufu. Asante Mtakatifu. Hakuna jambo siloliweza, maana tumeona ushindi wako, tumeona ukuu wako, tumeona vile unavyotupenda. Tunakutukuza pamoja na hawa ambao Baba yangu wamekubali kukutukuza. Tunakushukuru pamoja na hawa ambao wamekubaliana na neno lako na kusema hiyo ni ukweli. Asante mwana wa Mungu. Hatutaruhusu miva ikachome mbegu ambao tunatarajia matunda ndani yake. Hatutaruhusu mabaya yakaweze, majaribu yakatuzuilie kuvuna na kupata katika mbegu ambao umetupanda ikawe na matunda ndani yetu. Tunakushukuru Bwana Yesu. Kubali neno hili kapenye mahali popote na likafanye kazi mahali fulani. Kubali hili neno likapandike mahali fulani na likapanda. Watu waje hapa kushuhudia. Watu wale katika online wakashuhudie. Watu wako wakashuhudie hata kwa online ya kwamba kuna mbegu walipandwa na imewapatia matunda mazuri. Imewapatia matunda mazuri ndani ya ndoa. Imewapatia matunda mazuri kwa watoto. Imewapatia matunda mazuri kwa familia.
imewapatia matunda mazuri kwa mashamba yao, imewapatia matunda mazuri hata kwa maombi, katika jina la Kristo Yesu. Baba, tunakushukuru. Hakuna aliye juu yako, wewe hauyuko chini ya sheria yoyote. Jina lako ni kuu zaidi ya majina yote, jina lako liko juu ya majina yote. Tunakushukuru, tunakuamini. Amen.